Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Kuna wakati mwingine Uislamu unataja ya kwamba ndoa ni katika suna za mitume na ni mwongozo wa mitume. Hamasisho la ndoa katika Uislamu, kuna wakati Uislamu unataja ya kwamba hiyo ni sunna katika sunna za manabii, na manabii ndio viongozi ambao inatupasa sisi kuwaiga wao na kupata mienendo yao. Kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah asema katika Qur'ani akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam usipate wasiwasi ya kwamba labda ukaisi ya kwamba watu hawataki kuingia katika dini, hawataki kukubali dawa yako, huenda labda wanapata kigumizi ya kwamba wewe umeoa na nini, huenda kuna stories za kwamba kuna manabii hawakuoa, labda unabii ni mtu kuoa, yeye anakuwa mtu wa ibada tu. Allah amwambia Mtume, hakika tuliwatuma mitume kabla yako wewe Muhammad, walikuwepo manabii. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, na tuliwajalia wakaoa wakawa na wake, lakini pia kutokamana na ndoa zao manabii hao wakapata watoto. Hakuna nabii isipokuwa alioa, isipokuwa mmoja tu, Isa alayhi salam, na yeye atarejea na ataoa. Kwa hiyo Uislamu katika hamasisho la ndoa, na mimi kadhalika na kuhamasisheni wale ambao mjaoa, ni katika mwongozo wa mitume kwa maneno ya Allah, sio maneno yangu. Allah asema tuliwatuma mitume Muhammad kabla yako, na hawa mitume tuliwajalia walioa, hawakuwa wazembe kwenye hilo swala, walioa, na makusudio ya kwamba Allah ameweka ndoa iwe sababu ya kuzalika na kuongezeka. Sasa kama wasingeoa, maana yake watu wanaongezekaje? Kwa manabii kadhalika na wao walioa, na kutokamana na ndoa zao wakapata vizazi, wakapata watoto. Wa fi hadithi Tirmidhi, na katika hadithi ambayo imeipokea Imam Tirmidhi an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kutoka wa Abi Ayyub al-Ansari Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume rehma na amani juu yake amesema, arba'un min sunanil mursalin, mambo manne ni katika sunna za mitume. Mambo manne ni katika sunna za mitume. Alhaya, jambo la kwanza haya. Alhaya ni katika sunna za mitume, Muislamu kuwa na haya katika mienendo ya mitume. Wata'attur, lakini pia kujifukiza manukato ni katika sunna za mitume kwa wanamume. Mwanamke kama anabaki nyumbani kwake atoke. Wasiwak, lakini mswaki ni katika sunna za mitume. Mswaki kila baada ya wakati, umeona kinywa kimebadilika, basi tasawa kupiga mswaki. Wanikah, na ndoa. Hiyo ndio nukta ya kwamba katika hadithi Mtume anasema miongoni mwa mambo ambayo ni katika sunna za mitume ndoa. Kwa mitume walioa, wewe Muislamu kwa nini usioe? Kwa Uislamu unataja ya kwamba ndoa ni katika sunna za mitume. Hii hamasisho la Uislamu kunako ndoa. Lakini pia Uislamu katika mara nyingine unataja pia ya kwamba ndoa ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawasimbulia watu anawasimbulia kusimanga, lakini kwa namna nzuri ya kutaka watu wakumbuke, kutaka wafanye nini? Imtinani. Sawa, nilikupa kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, mbona unafanya hivi na hivi? Kuna wakati ndoa imekuja katika Uislamu, Allah akielezea kwa namna ya kumsimbulia. Kiswahili kingine hata sielewi, lakini kusema kusimanga Kiswahili tunakuwa tunaelewa bwana, lakini kwa namna ile nzuri kusimanga, kwamba mimi nimekufanyia kitu fulani,
mbona lakini wewe unarejesha mrejesho tofauti, wewe hukumbuki? Allah anaizungumzia ndoa kwa namna hiyo. Allah anasemaje? wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyieni, amekuumbieni kutokamana na nyinyi wanamume wake. Yani katika neema zake Allah na fadhila zake akakumbuka ya kwamba hivi hivi mtapata tabu, akakuumbieni wake. Lakini mbona bado nyinyi bado mnamwasi Allah na mengineyo? Kwa namna hiyo Allah anawasimbulia ya kwamba nimekuumbieni, mlikuwa mnapata tabu, nimekuumbieni wanawake kutokamana na nyinyi. Hapa hamasisho la ndoa, kama hujaoa uoe, ya kwamba Allah ameumba kutokamana na nyinyi wanawake. Lakini mbona wapo tu, mbona hutaki kuoa? waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, na Allah akajalia kutokamana na hao wake, mkisha waoa Allah anakupeni watoto, mnafurahi, unajifakhiri, mimi na watoto wengi na nini. Lakini ya Allah mbona hutaki kuyafanya? Nimesema kwa namna ya kusimama hapa. Hamasisho la ndoa linakuja kwa namna hiyo. Allah anakuambia amekuumbia mwana, lakini Allah amekupa watoto, bado sio watoto, mpaka na waijukuu wanacheza na wewe, unafurahi, waijukuu zangu inshallah wamekuwa wakubwa. Lakini mbona ya Allah subhanahu wa ta'ala urejee kuyafanya? warazaqakum min at-tayyibati, na Allah amekuruzukuni vilivyokuwa vizuri. Hiyo ni namna ya pili katika hamasisho la ndoa kwenye Uislamu. Uislamu unahamasisha ndoa ya kwamba ni sunna katika sunna za manabii, lakini Uislamu unahamasisha ndoa kwa namna ambavyo Allah ametaja ala mtinani, ya kwamba Allah anasimbulia. Hizi ni miongoni mwa neema ambazo mnatakiwa mkumbuke, ya kwamba Allah amekuneemesheni akawaomba wanawake kutokana na nyinyi wanamume, na mnapata watoto na waijukuu. Wa ahyanan, lakini kwa mara nyingine yatahaddathu an kaunihi ayatan min ayati llah. Uislamu unazungumza kwa namna nyingine kunako swala la ndoa ya kwamba ni miongoni mwa alama za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Ndoa ni miongoni mwa alama za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kwa namna gani? Allah asema katika suratu Nur aya nambari 32 kama sijakosea, 32 kwa ukumbuka. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah asema katika suratu Rum, na miongoni mwa alama na dalili za waziwazi za kuonesha ukubwa wa Allah na uwezo wake wa juu, an khalaqa lakum min anfusikum, kuumba kutokamana na nyinyi wanamume wanawake, na hao wameumbwa kwa ajili yenu. Yani katika mambo yanaonesha kwamba Allah ni mkubwa na Allah ana uwezo wa juu ni kuumba kutokamana na nyinyi wanawake kwa ajili yenu nyinyi, litaskunu ilaiha, mpate kutulizana. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu mawaddatan, mapenzi sana yanatoka kwa wanawake, kwa wapende wanamume, wa rahma, lakini wanamume wawahurumie wanawake. Wako na mambo mengi yanawazongazonga, basi katika ndoa mke adhihirishe mapenzi kwa mumewe na mume aoneshe huruma kwa mkewe. Allah, lakini hapa ikatumika neno, Allah ametumia kitendo al-ja'lu, maana yake ijtihadi iwepo, kila mmoja afanye juhudi mapenzi yapatikane na huruma. Sasa mwanamke ukiwa na makasiriko, neno yasiyofaa, hiyo huruma kwa mume itakuwepo, sio hivyo? Mume hawezi kumuona mwanamke aoneshe mapenzi kupenda mume, ana kauli nzuri, mume atampenda na atamhurumia.
atamsaidia hata majukumu baadhi. Kwa hiyo miongoni mwa alama, kwa ndoa inahamasishwa katika Uislamu ya kwamba ni sunna katika sunna za manabii, oeni. Ndoa inahamasisha katika Uislamu ya kwamba ni neema miongoni mwa neema ambazo Allah amekupatieni, mshukuruni, tekelezeni neema hiyo. Lakini ndoa katika Uislamu inazungumzwa kwa namna ya kwamba ni miongoni mwa alama za kuonesha Allah yupo. Lakini haya yote Allah anasema inna fi dhalika, hakika katika jambo hili la ndoa, ili kujua ya kwamba ni miongoni mwa alama za kuonesha Allah yupo, liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutumia akili. Watu wenye kutumia akili wanatafakari. Na Allah anasema katika suratul Anbiya, Allah anasema laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun, hakika tumeteremsha kitabu ambayo ni Qur'ani, ndani yake kuna utukufu wenu nyinyi na utajo wenu, kila mmoja katika Qur'ani ametajwa. Afala taqilun, hivi amtumia akili? Wewe ambaye hujaoa umeshatajwa kwenye Qur'ani na Allah anakuhamasisha ya kwamba hiyo ni katika alama za kuonesha Allah yupo na umeshamkubali. Onesha ya kwamba Allah yupo na yeye ni muweza, oa, olewa, sawa. Ila uko mbele ndio tutaangalia sasa unaoa nani, unaolewa na nani. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.